Na mtazamaji wa Kawabe Sport, mbele yako ni mwalimu wa Young Africans ambaye tuko naye hapa Tabora, Al-Hassan Mwinyi. Muda so mrefu tunaenda kushuhudia mchezo baina yao na Tabora. Nyuki hakumbatiwi mwalimu. Tuanze hapo, anasema hakumbatiwi. Kwanza Tabora tumecheza naye mechi 4 kwa mujibu wa historia. Mechi 4 tumecheza naye 3 ligi kuu Tanzania bara, moja tumecheza nao katika mechi ya CRDB Federation. Katika mechi 4 kafa 3 kashinda 1. Kwa tunaenda katika mechi kusema nyuki hakumbatiwi, kwa maana yake tafsiri yake wanataka kufanya kama mechi ni kubwa zaidi wakati mechi sio. Kwa Tabora anaenda kwenye mechi ni kama underdog kwa mujibu wa matokeo yake. Lakini kwa mujibu wa takwimu Yanga ndo anaongoza ligi kuu, Tabora sio kwa nafasi ya ngapi, kwa anajifia chini. Kwa kiwalisia Tabora anaenda kama timu ndogo na timu dhaifu katika ligi kuu Tanzania bara. Hizo mbwembwe za msemaji wao na mbwembwe za mkuu wao haziwezi kaifanya mechi kawa kubwa kiasi hicho. Pamba mechi. Mimi nimesikitika mkuu wa mkoa ameshindwa kuwekeza katika promotion ya mechi. Msemaji wao ameshindwa kuwekeza katika promotion ya mechi. Wameanza kuzungumza personal attack, wanaanza kuwashambulia watu binafsi ambao kiwalisia haitengeneze heshima ya mpira nchi, inatwaza utu wa mtu na inatwaza ukubwa wa klabu ya Yanga. Haya yote wamefanya mambo ya kitoto tu, kuanzia mkuu wa mkoa mpaka msemaji wao, ambao wangepaswa kuhamasisha wilaya zote za Tabora waje kuunga mkono Tabora, mashabiki wao wengi wapate hayo mapato. Lakini wamezungumza vitu vya hovyo ambao wamepunguza heshima ya mkoa wa Tabora. Hata huko Mtemi Milambo alipolala huko, akisikia mkoa wake unaongozwa na watu wenye uwezo mdogo, kuanzia mlezi wa Tabora, kuanzia msemaji wa Tabora, na hisi anasikitika sana Mtemi Milambo, sababu kile ambacho achopigania katika mkoa wa Tabora na Tanzania kwa ujumla, Milambo bado hajafaidika nacho. Aitegemea kama huyu mlezi wa Tabora, mimi siwezi kupita mkuu wa mkoa hapa, hatuna mlezi, ndio cheo chake katika hii mechi. Mkuu wa mkoa ulezi utaisha pale baada ya mechi kuisha, na si kuondoka ndo atakuwa nani. Lakini sasa hivi tunadili na mtu anaitwa mlezi wa Tabora. Kwa akirusha mawe anapaswa yeye, akirusha mawe achukua bunduki unaenda naye juu. Yeye ndio umechukua bunduki. Sasa yani unaanzisha fujo, unakaa katika jimbo la vioo. Unategemea nini? Sasa yeye ameanzisha na ameakanyaga. Sasa kama ameakanyaga, jinsi ambavyo tunavyomkanyaga, hatuhitaji vilio vya watu wengine. Unajua principle yote hata nyumbani unatakiwa umpige mtoto ili msikie mama yake analalamika. Yaani huwezi kumjua mama yake mtoto, ni lazima umpige mtoto ndo mama anatoka. Kuna mtu tena yuko nyuma. Baada ya sakata, baada ya mkuu wa mkoa kumkanyaga, tumeona mama yao yuko juu anatoka huko juu. Kwa kumbe sio yeye. Kumbe sio huyu mtoto, kumbe kuna ndo sisi tunafahamu ila mkanyaga. Mwalimu, ila kuna sauti ambayo inatembea sana. Vitisho vimekuwa vingi kwenye mchezo mwalimu. Hizo ni propaganda za kitoto. Au ukiangalia ile nani, sio audio sio nani, yule ambaye anasema sio ana goalkeeper sio afanya nini, ya eti goalkeeper inatengenezwa mipango, goalkeeper yeye ndo anapiga simu. Anapiga simu. Yaani yeye anapiga simu eti kwa mtu fulani watengeneze mpango. Ule una wapi duniani? Simu inaisha salio, yeye anasema ngoja niweke salio apige tena. Sikiliza, ni mambo ya kitoto. Na huu utoto na huu upuuzi ni mlezi wao ndo amelea. Na huu ulezi wao hujaanzia tu kwa huyu Paulo Chacha. Ulezi wao umeanza kulea hizi takataka ni tangu za mlezi wao Aden Lagi. Ndo ameanza huu utoto. Na sisi tunakwambia heshima ya klabu hii, mlezi wa Tabora hawezi kuchafua hata robo. Hata kidogo. Yaani wewe unatakiwa mlezi wa Tabora fahamu, analipwa kodi katika nchi hii, analipwa mshahara, analipwa posho, anaekewa gari ya mafuta kwa kodi za wananchi. Timu wananchi timu gani? Sisi ni Yanga. Kwa maana yake sisi tunampa mshahara, tunampa kodi, tunampa nini na kia mpaka nyumba anayokaa, maana yake ni kodi yetu sisi. Watu wakawa wanajiuliza mwalimu, ile milioni 60 wamepatia wapi? Sasa hiyo milioni 60 nataka tuulize, na hii wenye mamlaka wanatakiwa waje watuambie. Inawezekana vipi kiongozi wa serikali? Na hii ni sheria za utumishi wa umma tu. Aidha ukipewa zawadi, aidha ukitaka kutoa zawadi, ni lazima uambatanishe viambatanisho kuwa natoa zawadi kwa jambo fulani, na utuambie hizo fedha umepata kwa kina nani ukiwa mtumishi wa umma.
Na vile vile kwa mtumishi wa umma ukipewa zawadi ni lazima hiyo zawadi ijulikane huyo mtu amekupa ni nani mpaka ikubaliwe na sekretari ya maadili ya Tanzania. Si unanielewa? Leo mlezi wa Tabora na hela mbichi. Anaelewa? Hela mbichi maana yake nini? Nisikana watu wajue. Hela mbichi ni zile hela ambazo hazipo katika mzunguko wa kiserikali au shughuli za kiserikali zozote. Aidha katika transaction za M-Pesa, Yasi au Airtel na kadhalika, au katika mifumo ya kibenki. Hela ukiwa nazo ambazo hazipo katika mifumo inaitwa hela mbichi. Ndio kama hizo. Anasema na milioni 60 mbichi. Yaani mtu mlezi anasema na milioni 60 mbichi kwa ajili ya hii mechi. Lakini mlezi anasema milioni 60 mbichi anatangazia dunia na milioni 60. Yaani yeye anahamasisha majambazi waje kuwakaba watu kwa sababu ana milioni 60. Ndio tafsiri ya haraka. Yaani leo unasema mimi na hela milioni 60, maana yake unakabisha jambazi aje, mwizi aje kukukaba au kuiba hizo fedha. Tafsiri yake ni nini? Tafsiri mlezi anahamasisha manake uvunjifu wa amani. Osha sasa una matajiri huko sio kinachotara kina nani huko wamekwambia na fedha fulani wametulia tu wenyewe. So wametulia. Lakini watuambie hii Tabora. Nenda barabara za Tabora zote za wilaya hii. Sote hapa ni mjini. Sijazungumza Sikonge, sijazungumza Kaliua, sijazungumza kwa Manonga, sijazungumza Nzega vijijini. Kote barabara ni mbovu kupindukia. Ambaye yeye ametumwa kwa ajili ya maendeleo ya Tabora. Hapa mjini ameshinda kutengeneza hata kibarabara cha lami changalawe. Lakini yeye anatoa fedha kwa ajili tu eti klabu iliyopigania uhuru ifungwe. Sikiza, haya ni mambo ya kitoto. Nchi hii ina mahitaji mengi zaidi. Kuna watoto wanakaa chini katika mkoa wa Tabora. Kuna kina mama hawana vitanda vya kujifungulia mkoa wa Tabora. Kuna vijana hawana ajira. Hiyo milioni 60 ni heri ungetengeneza mikopo midogo kwa vijana wa Tabora wapate hiyo vitu. Yeye anahamasisha katika vitu ambavyo hata rais ya kumtuma katika mkoa huu kuja kufanya hivyo vitu. Anahamasisha lakini anawekeza kwenye mpira. So uwekezaji wa kwanza angepaswa awalipe mshahara wachezaji wao miezi 5 hajalipwa. Hilo ndio jambo la msingi. Hajalipwa mshahara miezi 5 hao wachezaji. Ingepaswa alipe hao wachezaji. Unaelewa? Hayo yote hajafanya huyo mtu. Sasa huyo mtu anastahili kukaa kuna iko kiti. Kama barabara unashindwa kutengeneza, maji changamoto, watu chini changamoto, watoto wanashindwa kwenda shuleni hata kula chakula kizuri kwa sababu sera Tabora ni sasa na sera za kaskazini. Watoto wanapaswa kwenda shuleni waangalau wapate hata mlo mmoja. Aidha uji, aidha chakula. Mashule watoto awali. Kwa mkoa hupo. Unashabikia Simba wako unaenda katika mambo serious. Ni Simba yule. Sasa sikiliza. Sisi tunamjua kuliko yeye. Yes, kabla ya kuwa mkuu wa mkoa, tangu amekuwa mkuu wa wilaya. Tunamjua yetu Sasa yeye anakuambia, jambo la kunakwambia, timu yote timu tishio bwana, timu ambayo tishio ni Simba. Yaani kwa kile timu tishio Simba tumempiga mara 4, tumempiga mara 3. Au kwa alimfunga nje ndani. Sio. Kwani msimu uliopita nimempiga nje ndani? Msimu uliopita nimempiga nje ndani na nikampiga na FA. Nimempiga mara hizi. Si unanielewa? Ana sababu ukisema yeye tishio. Tishio nimepiga mara 4, huyu nimempiga mara 3. Yeye anajiweka kwa kivuli. Je, timu tishio ndani ya msimu 4 na kikombe itakuwa timu tishio? Si unanielewa? Anajificha nyuma. Na sisi tunawaambia ile taulo ambao umejifunikia, hilo taulo tutalishusha ili watu wakujue. Uonekane watu wakujue rangi yako na jinsi ile. Baada ya mechi tutafanya interview, nitampigia simu yangu na mimi nakwambia akiona interview Paulo Chacha, mlezi wa Tabora, upokee simu yangu. Kwa sababu ya mechi kuisha. Baada ya mechi kwa sababu wewe unapata mshahara kwa kodi yangu mimi. Mimi bosi wako. Unanielewa? Anapata mafuta kwa kodi yangu. Mimi ni Okay, shukrani. Karibu sana.